mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana inahusiana na kitu ambacho kimehappen huko mtandaoni bwana. Ali Kiba bwana, siku ya leo bwana ni siku yake ya kuzaliwa, yani ya kwamba Ali Kiba bwana leo ni siku yake ya birthday, na page mbalimbali bwana zimeposti kuhusiana na hiyo issue. Page nyingi sana kiukweli zimekuja kumuishi happy birthday ya Ali Kiba, mmoja kati ya wasanii ambao wapo katika industry ya muziki wa Bongo Flava kwa muda mrefu mno. Lakini pia vile vile kupitia ukurasa wake wa Instagram, Ali Kiba ameweka posti ambayo inaonyesha ujumbe kutoka katika media yake ambayo inakwenda kwa jina la Crown Media, ambapo hapa bwana Ali Kiba ameweka hiyo posti, kisha akaandika hapa chini maelezo yakiwa yanasomeka kwamba Crown ya wao wamemwandikia hivi bosi wao kwamba tuna sababu zaidi ya 1000 za kumshukuru Mungu kwa zawadi hii ya maisha aliyompa rais wa Crown Media na mfalme wa Bongo Flava hapa Tanzania, Ali Kiba kusherehekea kumbukumbu ya siku yake ya kuzaliwa. Lakini pia vile vile Ali Kiba akaendelea Crown wakaendelea kumpongeza Ali Kiba kwa siku yake hii ya kuzaliwa, wakaandika kwamba bwana, wafanyakazi wote wa Crown Media wanakuombea baraka na mafanikio tele bosi wetu katika mwaka wako mwingine. Shukrani nyingi sana zikuendee na ziendelee kuifanya Crown Media kuwa nyumbani kwa kila mpenda habari na burudani Afrika nzima. Alafu kisha akamalizia kwa kuandika kwamba happy birthday King Kiba. Lakini ukiachana na issue ya birthday ya Ali Kiba, kitu kingine ambacho kimemeke headline huko mtandaoni bwana ni kufuatia kwa kitu ambacho Ali Kiba bwana pamoja na wasanii wake wa pale Kings Music Records wameamua kutoa ngoma mpya hivi karibuni. Ni kwamba kuna hii ngoma mpya imetoka bwana, ambapo katika hii ngoma bwana humo ndani kuna Ali Kiba mwenyewe lakini pia vile vile yupo Tommy Flavor huyu ni Vanilla, yuko Vanilla pamoja na Abdu Kiba. Ngoma bwana imetoka, na hapa mwenyewe pia Ali Kiba akaja akatangaza kaandika kwamba maana halisi ya rafiki yako mtagi ajue, celebrate your true friend. Akamalizia hapa kuandika kwamba rafiki out now all digital platforms. Umeona bwana. Kwa hiyo Ali Kiba bwana ameachia kazi mpya akiwa yuko na member wa record label yake ya Kings Music Record, ambapo hapa bwana watu wamekuja kuweka maoni yao mbalimbali kuhusiana na hii issue. Kuna watu hapa bwana hawajapendezwa. Kuna baadhi ya mashabiki hapa ambao hawajapendezwa na kitendo hiki cha Ali Kiba bwana kuachia ngoma. Wenyewe wanadai kwamba bado wana majonzi. Kwa hiyo hapo kuna mtu hapa amekuja amecomment, ameandika kwamba Watanzania hatutaki nyimbo yoyote ile kwa sasa, labda taifa hatutaki nyimbo yoyote zaidi ya wimbo wa taifa. Hatuendi YouTube kudownload na wala hatufanye challenge ya huu wimbo. Kuna mtu amekuja kuandika hivyo. Lakini pia vile vile kuna watu wengine wengi sana wameonyesha kwamba kwa nyimbo ambayo Ali Kiba ameitoa hivi karibuni bwana, wao haijawapendeza. Labda bora hata angeimba wimbo wa kusisitiza amani, kuhamasisha amani na vitu vingine kama hivyo, lakini sio nyimbo za kuhusiana na bata au mapenzi kwa sasa hivi. Umeona bwana Kwa hiyo hivyo ndivyo baadhi ya watu wameonyesha kwamba hawajapendezwa kabisa na kitendo cha Ali Kiba kuachia ngoma hiyo mpya ambayo ameiachia hivi karibuni. Kwa hiyo hata hapa pia kuna mdau hapa anaitwa Haja the Incredible. Huyu jamaa naye pia yeye kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweka ujumbe mrefu sana hapa akiwa anaelezea swala hilo la Ali Kiba kuachia wimbo hususan katika kipindi hiki.
ambapo kama unavyoelewa ni kwamba kwa sasa hivi bwana, Watanzania wengi sana wamepewa wito wa kuhakikisha kwamba wanadumisha amani ili watu waendelee kufanya shughuli zao, taifa liweze kujengwa, maana kwa namna moja au nyingine taifa limerudi nyuma. Kwa hiyo kwa sasa kitu cha msingi zaidi ni kudumisha amani. Sasa kitendo cha wasanii kutoa nyimbo ambazo ni za mapenzi ni kitu ambacho watu wengi sana wamekuwa disappointed. Walikuwa wanatarajia kwamba wasanii wao ndo wangekuwa kipaumbele kutoa nyimbo ambazo zinasisitiza watu kutunza amani ambayo ipo nchini Tanzania. Sasa huyu Haja the Incredible yeye amekuja kutoa maoni yake hapa. Ameandika kwamba technically Kings Music wamefeli hii project kwenye maeneo matatu. Mojawapo ni timing ya muda. Tupo kwenye holiday season sasa hivi kuanzia Novemba mpaka Disemba. Hapa ni kuenjoy. Rafiki wa kweli ama mieyusho tunawajenga Januari au Februari. La pili, hivi Kings Music wataje nao pia ni wakina nani? Hawa Gen Z au vipi? Kuna mtu amekuja, huyu ni Haja the Incredible ameuliza hivyo. Lakini Haja akaendelea kusema kwamba Alikiba alipaswa afunge mwaka na wimbo wake unaofahamika kwa jina la Sela au project ambayo ilikuwa inaendana na wakati husika. Ukweli ni kwamba kutokana na mambo ya kisiasa hivi karibuni ni ngumu sana wimbo huu kupata mapokeo mazuri. Wimbo huu kupata mapokeo mazuri kwa sababu wanenguaji wa TikTok, Insta na maeneo mengine hawapo wengi kama ilivyokuwa hapo zamani. Akaendelea Haja the Incredible kusema kwamba kwa mujibu wake yeye Haja the Incredible ameuliza tena jambo lingine hapa. Amehoji kwamba la mwisho ni kwamba biashara hii walengwa ni wakina nani, wa Tanzania au watu wa Nigeria? Kesho nitazungumza zaidi kuhusiana na hii issue. So hivyo ndivyo watu walivyopokea wimbo mpya wa Alikiba, lakini pia vile hapa kuna wengine mpaka wamerekodi video akiwa anazungumzia hilo swala moja kwa moja. Hebu msikilize kama huyu kijana hapa. Kama mnataka moyo muimbe kwaya, mumsifu Mungu, hapo tutawasupport, kwa sababu hapo mtaanza kuleta mchango kwenye jamii, mtaanza kuleta mchango kwenye taifa mkianza kuimba kwaya. Lakini hizo nyimbo zenu kiasi mnaimba mapenzi, sio mapenzi jamani, watu wanafanya tena bado mnaimba nini? Kwanza nyimbo zenu maana hainaga ushemeji, tunakulana. Yaani hapo tayari mnaleta ushawishi kwenye jamii. Mtu na shemeji yake wafanye ngono. Lakini hainaga ushemeji, tunakulana. Nyimbo zipi? Mtu anaimba cha peke yako kaburi dada. Yaani hata mdogo wako apite tu na mke wako. Hata kaka yako tu apite na mke wako. Hainaga ushemeji, tunakulana. Cha peke yako kaburi dada. Yaani hata mdogo wake wa mwanamke apite na mume wake wa dada yake. Sasa nyinyi mnaelimisha jamii, nyinyi si mnapotosha watu, afu mnajifanya mmepoa, mnaimba maujinga.